这是一个关于旅行的故事。道路无法抵达的地方，我们一同乘风而行。Ni maajabu kuona binadamu akizama ndani ya maji na kuishi tena. Na ndicho kilichotokea kwa Nuh. Karibu katika sehemu ya kwanza. Nuh alizaliwa kwenye kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani kibichi na anga lenye mawingu ya buluu yaliyolilia kwa joto la jua. Alikuwa mtoto wa kwanza kwa familia ya Mwanatamaa na Samira, wazazi waliokuwa na ndoto ya kujenga maisha bora. Lakini ndoto zao zilivunjika siku moja, pale meli walipokuwa wakisafiri ikapata ajali kwenye bahari ya Atlanti. Bahari ilionekana kuwa yenye hasira na isiyo na huruma. Ilikula kila kitu kilichokuwa mbele yake, ikiwa ni pamoja na meli waliokuwa wakisafiria. Familia nzima ilipoteza maisha, lakini Nuh alinusurika. Aliokolewa na baadhi ya samaki wa baharini ambao walimlea kama mmoja wao. Waliishi kwenye kijiji cha mtoni, kilichozungukwa na maji ya kina kirefu, huku milima ikionekana kama kivuli cha hofu. Nuh alikuwa kwa njia isiyo ya kawaida. Aliishi maisha ya kando ya bahari, na katika utulivu wa nafasi hii ya mbali, alifundishwa jinsi ya kuishi na mazingira ya bahari, kufahamu mawimbi yake na kubaini siri zilizozunguka maji. Lakini aliishi na hisia moja kubwa ya kutaka kujua kuhusu watu wake, historia ya familia yake, na kwa nini aliishi kwa bahari badala ya ardhini. Wakati mwingine alikumbuka sura za mama yake, Samira, akimfundisha kuhusu nguvu za maji na namna ya kutumia maboya ya samaki kutengeneza nyumba za kifahari. Lakini zilikuwa ni picha za mbali, kama ndoto za jioni zinazozimika haraka. Alikuwa na nafasi mbili maishani, ya kuwa mtoto wa bahari au mtoto wa ardhi. Alijua kuwa siku moja atalazimika kuchagua. Kama kawaida, asubuhi ya leo ilianza na mawimbi ya maji yakigonga mwamba, sauti zao zikipiga kama ngoma za kale. Nuh alijua kuwa, licha ya yote, bahari ilikuwa sehemu ya maisha yake. Lakini alijua pia kuwa kuna siri kubwa zinazofichwa chini ya maji. Na moja ya siri hizo ilikuwa hadithi yake. Hadithi ya jinsi alivyokuwa aliye pekee kutoka kwa familia ya wavuvi na meli iliyojaa damu ya bahari. Siku moja, baada ya mchana kupotea na giza kutanda, Nuh alikusanyika kwenye pwani akiwa na Lina na Zahara. Lina alikuwa mmoja wa watu wachache waliokuwa na uhusiano wa karibu na Nuh. Alikuwa rafiki yake wa kudumu, na Zahara alikuwa mlezi wake, ambaye alimweka kwenye jiji la zamani la Atlantis mpya. Lina aliangalia bahari, macho yake yakiwa na huzuni. Alikuwa akimkumbuka mama yake, ambaye alikufa katika ajali ya meli, kama vile Nuh alivyokumbuka wazazi wake. Kwa pamoja walikuwa ni watoto wa bahari, lakini kwa Lina, bahari ilikuwa ni chanzo cha huzuni na giza la kifamilia. Nuh aliketi chini, akijua kuwa walikuwa karibu kugundua ukweli kuhusu bahari. Maji yalizunguka kwa upole, kana kwamba yakiguswa na roho za zamani. Lakini ndani ya mawimbi hayo, Nuh alijua kuwa siri za zamani zilikuwa zikimgoja, na alikuwa tayari kuzichunguza. Zahara, Nuh alisema kwa sauti ya chini, kuna kitu kuhusu bahari na historia yangu na familia yangu kinachofichwa. Sidhani kama tunaweza kuepuka kujua ukweli kuhusu mizizi yangu. Zahara, akiwa na uso wa kimya, alijibu, hiyo ni kweli, Nuh. Lakini kumbuka kuwa ukweli unaweza kuwa mzito kuliko unavyofikiria. Bahari haina huruma kwa yeyote anayeingiza mikono yake kwa nia ya kugundua. Lakini kama una shauku, basi ujue kuwa hakuna kurudi nyuma. Nuh alijua kwamba alipaswa kuchukua hatua na kuwa tayari kukutana na hatima yake, lakini akajiuliza,
Familia yake ilikuwa na nafasi yoyote mbele ya bahari? Na je, yeye mwenyewe angeweza kubadilisha njia ya maisha yake au atazama kwa shingo ngumu katika kifo cha kale kilichozama kwenye maji ya bahari? Kwa sauti ya utulivu, Zahara aliendelea, maji haya ni sehemu ya historia yetu, Nuh. Huu ni mzunguko wa maisha na kifo. Huu ni wakati wako wa kujua nani wewe ni, na kwa nini maji haya yanakufahamu. Lina aliguswa na maneno hayo, lakini alijua kuwa Nuh alikuwa na jukumu kubwa mbele yake. Alijua kuwa siku moja watajua siri ya bahari. Na hivyo, walijiandaa kwa safari ya kusafiri ndani ya mawimbi. Kwa kuwa Nuh alikuwa tayari kutafuta ukweli kuhusu familia yake, na kweli kuhusu bahari ambayo aliishi.